Ni episodi nyingine tena kwa mwaka huu 2026. Huwa nakuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Yona, ambaye huwa tunazungumzia malezi na makuzi ya watoto. Na leo tuna mada ambayo inahusisha mawasiliano na mahusiano kati ya mlezi au mzazi. Tunazungumza hivyo, na yapo mengi mazuri. Uzuri niko na Yona mwenyewe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya kazi? Njema. Unajisikiaje kuwepo hapa leo? Mimi namshukuru Mungu, najisikia vizuri kabisa. Leo tumeona tuzungumze msingi ambao una uhusiano mzuri. Nasema msingi wa mahusiano ni mawasiliano. Naam. Kwa nini leo tumeamua kujikita kwenye kipindi hichi hasa kwenye mahusiano na mawasiliano? Asante sana. Tunavyozungumzia mahusiano, kama ambavyo umesema, yanajengwa na mawasiliano, na mara nyingi sana unakuta kwamba watoto wanakuwa yani ile mahusiano yao yanakuwa yanaboreka zaidi labda na upande mmoja wa mzazi au mlezi, kwa sababu tu pia unakuta haya mawasiliano yalianza muda. Na tunasema siku zote mawasiliano na mahusiano na mtoto yanaanza kujengwa angali mtoto akiwa tumboni kwa mama yake, kabla hajazaliwa. Na ni kisayansi kabisa kwamba mtoto akishafikisha wiki 16 mpaka 18 anaanza kusikia mapigo ya moyo ya mama, anaanza kusikia baadhi ya sauti na anaanza kuzisikia zile sauti. Lakini mtoto akishafikisha miezi 7 anajua kabisa uelekeo wa mwanga, kwamba mwanga unaelekea sehemu fulani, anaweza kaufuata. Kwa hiyo mtoto anapokuwa kwenye tumbo la mama yake anaweza akasikia na anafahamu na anaweza akajua hisia zilizopo. Na tunasema kuna lugha ya Kiswahili tunasema ni uchangamshi wa awali, tunasema ni early stimulation. Mara nyingi sana mtoto akiwa na furaha kwenye tumbo la mama yake huwa anacheza. Na ukitaka kujua kwamba mtoto pia ana sense zile hisia za wazazi au walezi, kukiwa kuna misigano au baba na mama wakiwa kwenye mtafaruku au wakiwa kwenye msongo mkubwa wa mawazo, mtoto aliye kwenye tumbo la mama hawezi kucheza. Lakini sasa kuona namna gani mtoto anasikia, nataka nikupe mfano. Kuna dada mmoja alikuwa mpata ujauzito, bahati mbaya, wanasema isivyo bahati, yule mtu ambaye alikuwa anahusika akawa ameukataa ule ujauzito. Kwa yule dada akaona kwamba anaweza asiweze kumlea yule mtoto peke yake, kwa hiyo akawa anapanga kumtoa yule mtoto. Akajaribu mara ya kwanza, akajaribu mara ya pili, akajaribu mara ya tatu. Mara ya 4 kama imeshindikana, basi akasema anyways, mimi nitazaa tu huyu mtoto. Na ikumbuke katika zile attempt zote 3 alizokuwa anajaribu kutoa ule ujauzito, kuna maneno alikuwa anasema huyu mtoto mshenzi tu, mimi simtaki na vitu vya namna. Kwa anaongea maneno mabaya. Ilivyofika wakati wa kujifungua, yule dada kama amejifungua vizuri. Alivyojifungua sasa, kuna kuwa na kile kilio ambacho mtoto analia cha mara kwanza, kuna kile kilio mtoto anataka kunyonya. Kwa hiyo akanahitajika kumnyonyesha yule mtoto. Kila kimnyonyesha yule mtoto akawa anakataa. Kulikuwa kuna mama mmoja kwenye wodi ya wazazi, sasa ngoja nijaribu kumnyonyesha maziwa yangu. Alivyojaribu kumnyonyesha maziwa yake, mtoto akanyonya maziwa yule mama mwingine. Hapo tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba mtoto alikuwa anajua kabisa kama huyu mama alijaribu kuniua mara 3 nikiwa sijafika katika ulimwengu, kwa sababu mtoto alikuwa anasikia zile hisia na ana feel, na yale maneno alikuwa akiyasema yule mama alikuwa akiyasikia. Kwa hiyo yule mtoto akawa amekataa. Kwa hiyo baadaye wale wakina mama wakatumia pesa kama, mama unatakiwa labda muombe msamaha mtoto wako na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo mama baada ya kumuomba msamaha mtoto, baadaye mtoto akaanza kunyonya. Lakini mahusiano ya huyu mtoto na mama kwa kiasi kikubwa yanaweza sio mazuri sana endapo huyu mama atakuwa ni ule msamaha alikuwa ameuomba tu, kwa sababu anasema sorry is just a word. Kwa hiyo best sorry ni pale ambapo kuna kuwa a changed behavior. Kwa hiyo ndio samahani ya kweli. Samahani ya kweli ni pale ambapo kuna kuwa na mabadiliko ya tabia. Lakini mtu tu akisema kwamba ameomba msamaha alafu ule msamaha si umaanisha, maana yale yanakuwa ni maneno tu. Kwa hiyo msamaha wa kweli ni pale ambapo mtu anaonyesha kwa kubadilisha tabia, kile ambacho kwa anakifanya hawezi akakirudia. Kwa hiyo tunapozungumza mawasiliano na mahusiano kati ya mzazi na mtoto, maana yake ni kitu kizuri na ni kitu kikubwa sana ambacho tunasema
lazima kijengwe at the very young age, kwamba huyu mtoto anatakiwa kuanza kujua, anatakiwa kuanza kufahamu nini wazazi wake au walezi wake wanakitarajia kutoka kwake, na aone ile furaha ambayo wazazi wake au walezi wake wanayo juu ya ujio wake yeye. Na hii nimesema inaanza tangu ikiwa tumboni. Na ukiona kwenye Biblia pia tuna sehemu fulani Elizabeth alikuwa amemtembelea Mariam, wakati anamtembelea anasema kwamba mtoto ndani ya tumbo wangu aliruka kwa furaha. Lakini kuna sehemu Mungu anamwambia, ni Yeremia anamwambia, kabla haujaingia kwenye tumbo la mamako nalikujua na alikutakasa. Kwa hiyo tunasema kwamba watoto wanasikia na wanajifunza, na kuna sehemu Biblia imeenda mbali kabisa, nimesahau sijui ni kwenye fungu gani. Biblia inasema kwamba nao waliufahamu uovu wangali kwenye viuno vya baba zao. Imagine mtoto yuko bado kwenye kiuno cha baba yake, hajaingia ule ujauzito wake haujatungwa, lakini ule uovu anaufahamu. Kwa hiyo sasa ni muhimu kwa sisi kama wazazi kutengeneza na kuboresha mahusiano na watoto. Na nimesema watoto wanasoma pia hisia, na watoto wanakuwa wana ufahamu mkubwa, wanakuwa na zile frequency ambazo labda sisi kwa namna moja ama nyingine tunaweza tusiweze kuzifikia. Kwa mfano, sio kila pale ambapo mtoto analia anaweza kaa anahitaji kunyonya, japo wakina baba wengi mtoto akilia tu anaamini huyu mtoto anataka kufanya nini, anataka kunyonya. Kwa hiyo ile ni mawasiliano ambayo mtoto anaweza akawasiliana na mzazi au mlezi kwamba kwa wakati huu analia, anahitaji attention, kwa sababu kuna wakati mwingine mtoto anahitaji tu attention ya mzazi au mlezi, kwamba mtoto alikuwa analia, ukitokea pale ukimbeba basi anafurahi na anaanza anacheka. Na mtoto anasoma pia hisia za kupitia uso, kwamba ukifurahi unavyoonyesha sura, na yeye unakuta kuna wakati mwingine anaanza kuigiza, anaanza kufuatisha na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sasa kujua kwamba hapa mtoto anapolia analia na maanisha nini. Je, amechoka? Analia labda, je anahitaji msaada, labda amejisaidia ndani anahitaji kubadilishwa? Je, analia ni ana usingizi, anataka kulala? Je, analia kuna hatari? Je, analia anaumwa? Kwa sababu kila lia inakuwa ina utofauti wake. Ndio nasema hayo ni mawasiliano. Sasa mzazi na mtoto lazima wawasiliane, kwa sababu mwisho wa siku huyu mzazi au huyu mlezi itabidi aweze kumpatia mahitaji yake yule mtoto. Kuna mahitaji yale ya kimwili, kwa mfano kula, kwa mfano kulala, mahitaji ya kawaida, lakini kuna mahitaji ya kihisia, kama anasema mtoto labda anahitaji labda kuchangamana na watu ambao wako pale, kwa sababu tunasema binadamu ameumbwa kwa ajili ya kuhusiana na wenzake. Na ndio maana hata mtoto akikaa peke yake kuna namna hajisikii vizuri, anatamani kuwa karibu na wale watu ambao wako pale. Ndio maana anasema kwamba ni kitu cha muhimu sana cha mzazi na mtoto kutengeneza mahusiano, kwa sababu haya mahusiano yanavyotengenezwa tangu kwenye umri wa udogo huku yatapelekea mahusiano makubwa wakati wa utu uzima. Mara nyingi sana imekuwa ikitokea kwamba unakuta watoto wanasema mtoto wa kike, mtoto wa kiume au watoto wengi wanakuwa na mapenzi ya karibu na mama zao. Na hata kama baba anaweza kaa labda alikuwa anajaribu anakaa na mtoto, lakini unakuta kwamba most of the time pale ambapo mtoto unakuta akiwa ameenda haja, tuseme kwamba ameenda haja, pale ambapo amepata haja, wazazi wa kiume ni kama kipindi kile ambacho anakuwa hatakiwi, yani huyu amejichafua, hebu nenda kwa mamako, hebu mchukue huyu. Unaona, ni kipindi ambacho pale ambapo wengine hawamuhitaji, unakuta kwamba kuna mtu ambaye anampokea katika hali yake ya kutofaa. Na ndio maana unakuta kwamba pale ambapo wewe hauhitajiki, unaonekana haufai, yule mtu anayeonekana kusimama mbele yako, anayekuwa mstari wa mbele kukupokea katika hali ya kutofaa, kuna namna ule upendo unaongezeka. Na ndio maana unakuta watoto wengi wanakuwa na mahusiano mazuri na mama zao. Kwa sababu gani? Kina mama ndio wanawachukua kipindi ambacho kwamba amejichafua, huyu hafai bana, hebu mtoe aende kule. Unaona, sio vibaya kumwambia mtoto akasafishwe na mama, lakini unaisemaje? Unaona, namna unavyoisema inaathiri namna ambavyo yule mtoto atakavyochukulia yale mahusiano, na namna kadri atazidi kukua kwamba mimi katika mazingira ambayo nilikuwa sifai, ndipo ambapo kuna mtu mwingine aliniona ninafaa.
Kuna ule mfano unakuta ule wa Bwana Yesu kwenye Biblia, kuna yule mama alikuwa amesamehewa, then akachukua marhamu akampaka Bwana Yesu kwenye miguu yake na vitu vya namna hiyo, na ikaonekana kwamba yule mama anasema nini? Yesu akasema kwamba aliyesamehewa sana hupenda zaidi. Yule ambaye anaona kwamba mimi sikustahili sana, yani yule anaanza kuonyesha ile affection kwa kiwango kikubwa. Upi sasa ni umuhimu wa mawasiliano na mahusiano kwenye malezi? Umuhimu wake ni upi hasa katika msingi ambao tumeujenga? Kama ambavyo tumeanza awali kwamba mawasiliano ndiyo yanajenga mahusiano. Kwa mawasiliano yakiwa mazuri, hata mahusiano yataboreka. Na mahusiano yakiboreka, manake sasa ustawi wa huyu mtoto manake utakuwa ni mkubwa, lakini pia hata huyu mtoto atakuwa ni mwepesi kuweza kueleza hisia zake kwa wazazi au uhitaji wake, kwamba ninahitaji hiki, kwa sababu anajua atasikiwa. Kwa hiyo wanasema there is no need to cry for help if there is no a help to cry for. Kwa hiyo kama vile ni kupoteza muda. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba pale ambapo mahusiano yakiwa mazuri, na uhakika kwamba mahusiano yakiwa mazuri yataboresha mahusiano baina ya watoto na wazazi, kwa sababu mtoto anahitaji mahusiano na pande zote mbili. Anahitaji mahusiano na baba, anahitaji mahusiano na mama, na haya yote yanajengwa kufuatana na lugha ambayo wanaweza kuwa wanawasiliana, kwa sababu kuna wakati mwingine mtoto atakuwa anawasiliana naye kwa lugha tu za ishara za vitendo. Unamuonyeshia kichwa, unatikisa, unatabasamu, unavyoonyesha zile body movement, mtoto anakuwa anaelewa, na kuna wakati fulani mtoto anafurahi. Lakini pia faida nyingine kuwa na mahusiano mazuri na watoto. Sasa hivi tumekuwa kwenye kizazi ambacho tumekuwa tukishuhudia pia ukatili mkubwa kwa watoto. Kwa hiyo mzazi au mlezi akishakuwa ameboresha mawasiliano mazuri na mwanae, anaweza akajua viashiria vya hatari ambavyo mtoto anavipata, kwa sababu siku zote watu wanaofanya ukatili kwa watoto huwa hawaanzi siku moja. Wanaanza kwanza kutengeneza mazingira, anaanza kufanya kitendo kimoja baada ya kingine, kitendo kimoja baada ya kingine, baadaye anakuja anatekeleza sasa ule ukatili kwa ujumla. Kwa hiyo mzazi au mlezi akishakuwa na mahusiano mazuri na mwanae, itamsaidia kuweza kujua vitu gani ambavyo mtoto anavipitia. Tunasema kwamba wazazi na walezi lazima tuwe na ile muda, tunasema ni check-in time. Check-in time manake kujua nini kimejili kwa mtoto wako, kwamba ni kweli sasa hivi tumekuwa busy na maisha na nini, kwa unakuta watoto wanapelekwa daycare, mtoto anapelekwa shule, na wazazi tumekuwa busy na walezi tumekuwa busy kwenye kutafuta. Lakini mwisho wa siku hawa ambao tunawatafutia, je, tunawaandaa vipi? Na huko kuandaa hakuwezi kutokea tu kwamba ikatokea tu by osmosis, maana yake ni mchakato ambao tunaanza kutengeneza kwa kuwatengenezea mawasiliano na kuwatengenezea mahusiano mazuri, kwa sababu wanasema nobody cares how much you care until nobody cares how much you care until they know that you care. And hakuna mtu anajali kwamba unafahamu kiasi gani. Nobody cares how much you know until they know how much you care. Kwamba hata kama unataka kumsaidia vipi, lakini kama anaona wewe haujali, wewe hauko pale kwa ajili ya hisia zake, then hakuna mtu atakusikiliza wala atakuelewa. Kwa huyu mtoto akijua kwamba baba au mama yuko hapa kwa ajili yangu, maana yake ataweza kufunguka na atakuwa muwazi na kuweza kukufahamu na kukufahamisha vitu vingi ambavyo maybe yeye anavipitia. Lakini pia mzazi kuwa na mawasiliano mazuri inaweza kukufahamisha na kufahamu, kujua interests za mtoto wako, ni nini ambacho mtoto wako labda Mungu amemjalia kuweza kukifanya, na kuhakikisha kuweza kuona ni namna gani unaweza ukainvest kwenye zile potential au kwenye zile gift ambazo mtoto wako anazo, kwa sababu tunaamini kwamba kila mmoja Mungu anamleta duniani anakuwa na fungu lake au ana talanta yake, ana kipaji chake ambacho anacho, lakini wazazi wengi hatufahamu. Kwa hiyo most of the time tunang'ang'ana kutafutia vitu, material things. Wanasema at the end of the day what will matter, it is not what you live with your child, but what you live in your child. Kwamba mwisho wa siku kitakachokuwa kina umuhimu mkubwa sio vitu utakavyowaachia watoto, bali kile ambacho umekiacha ndani yao. Kwa sababu kile utakacho umekiacha ni kama vile umetengeneza sasa software, maana yake mtoto anaweza kujisimamia mwenyewe, anaweza akafanya vitu mbalimbali, na anaweza kukubalika kwenye jamii, na anaweza kufanya vitu vingi vya msingi. Kwa sababu tumekuwa tukishuhudia wazazi wengi wanaweza kawa na mali nyingi, vitu vingi,
wanawaachia watoto wao pale wanapokuwa wanafariki, lakini baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja unakuta kila kitu ambacho walikuwa wamekiwapandikiza hakipo. Kwa nini? Ni kwa sababu hatukuwekeza vizuri. Kwa hiyo tukiwekeza vizuri kwenye mawasiliano na mahusiano na watoto, maana yake tunakuwa na uhakika pia wa sustainability ya vile vitu ambavyo tumeviweka kwao, kwamba mtu anakuwa anafahamu kwa nini nakifanya hiki, kwa sababu most of the time watoto wengi wanaambia tufanye hiki lakini hajui. Kwa hiyo anatakiwa anze kufahamu at the very young age kwamba okay, tunafanya hiki, mwisho wa siku hiki kina faida hizi, kina faida A B C D E. Haya, pamoja na talanta alionayo yeye, je, inasaidia nini katika kuendeleza zile mali au vile vitu ambavyo viko pale nyumbani. Kwa mtoto anaanza kufahamu okay, kumbe mimi talanta yote nilionayo inaweza kanisaidia mimi kuhakikisha na kuwa sehemu ya kile ambacho maybe wazazi walikianzisha. Kwa hiyo manake tutakuwa na uhakika sasa kwamba hata ile tunasema nini, ile family, labda ule uchumi wa familia unaweza kutoka kwenye kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, tofauti na kipindi ambapo tumekuwa tukishuhudia hivi karibuni, kutoka kwamba watu wengi wanatengeneza mali lakini zile mali zinaondoka. Ukiangalia wenzetu labda Waarabu na Wahindi, wamejitahidi sana, unakuta kwamba labda kuna familia labda kina Gupta wanafahamika kwenye masuala fulani, sijui wakina Chandi wanafahamika kwenye kitu fulani. Kwa nini? Ni kitu ambacho kinakuwa passed from one generation to another, na hiki kitu hakitokei tu kwa sababu ya ukubwani, ni kuanzia pale utoto. Ndio maana Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata kiwa mtu mzima. Tuanzie wapi sasa ili kuweza kuboresha matokeo chanya kwenye familia ambazo tunaboresha haya mahusiano? Tuanzie wapi kwenye msingi ili baadaye tupate matokeo chanya ambayo yatakuwa ni mazuri, hasa tukiwa na mahusiano mazuri na watoto wetu? Asante. Kuna mwanazuoni mmoja aliwahi nukuliwa akisema kwamba start where you are with what you have. Yani kwamba pale ulipo haujachelewa. Ni kwamba unaweza kuwa umechelewa, usione kama vile umechelewa, lakini still bado kuna hiyo nafasi, kwamba kwa pale ambapo kuanzia sasa unavyosikia sasa haya, maana yake unatakiwa sasa kwanza kuyaboresha. Maana yake tunasema samaki mkunje angali mbichi, kwa sababu kama bado una watoto angali wadogo, wengine labda kuyafanyia na kuona umuhimu wake, basi sasa ni kwanza kutengeneza muda. Ni kweli tumekuwa busy, lakini mtoto anachohitaji dakika 20 mpaka 30 mpaka hata 40. Tunasema mtoto anahitaji ile quality time, unakaa naye, unamsikiliza, unaona mitazamo yake na uelekeo wake. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweza kikajenga na kuboresha mahusiano. Lakini tukisema tu kwamba hawa ni watoto, hakuna kutaka kusikilizwa, hapana. Kwamba ni kweli watoto wanahitaji kusikilizwa, watasikilizwa, lakini sio kwamba tutafuata kwa njia zao wanazozitaka wao. Manake sisi kama wazazi na walezi tunakia tukae kwenye nafasi sasa ya kutoa directives kwamba hiki kinatakiwa kifanyike hivi, hiki kinatakiwa kiende hivi, hiki kinatakiwa kifanyike hivi, kinatakiwa fanyike hivi, madhara yake na faida zake. Kwa hiyo mtoto anaanza kujua kumbe hiki kitu kina faida hizi na athari hizi. Kwa hiyo anaanza kujua mapema, na kuna lugha ya kuweza kuongea naye kutokana na umri. Kwa hiyo tukishaanzia hapo, I think sasa tutakuwa na jamii nzuri na tutaboresha mahusiano mazuri na watoto wetu, na hata watakapokuwa watu wazima, manake hata ule ukaribu utakuwa ni mkubwa sana. Kwa ina maana kwa mantiki hiyo, tukiboresha mahusiano mazuri itakuwa ni rahisi kwa sisi kugundua hata vipaji ambavyo vipo ndani ya watoto wetu na kuweza kupandikiza ile ari ya kuendelea kushikilia zile karama ambazo Mungu amewapa. Naam, yani umeongea sahihi kabisa. Na pia sisi kama sasa wazazi na walezi ambao tunaweza kuwa tunajua manake kuwaunganisha na watu sahihi sasa, kwa sababu kuna wakati mwingine sio kila kitu wewe kama mzazi unaweza kuwa unakifahamu, lakini wewe unaweza kawa ni center of information. Unafahamu kwamba kwa hiki kipaji au kwa hili alilonalo huyu, nikimuunganisha na watu fulani anaweza akasaidika zaidi, anaweza akawa mtu bora zaidi. Kwa hiyo unaanza kumtafutia maybe ni zile resources, labda ni vifaa, ni vitu mbalimbali kumnunulia au kumuunganisha sana wale watu ambao sasa watamuendeleza zaidi katika kile kipaji au kwenye hiyo talanta ambayo amepewa na Mungu. Na viashiria vipi sasa? Yani kwa mfano sasa unakuta mara nyingi wazazi tunakuwa tunakumbana na msongo wa mawazo, shughuli za hapa na pale. Namna gani ambavyo tukatengeneza ishara nzuri hata kama hatupo sawa, tuweze kuboresha mahusiano mazuri? Asante. Nadhani ni swali zuri ambalo umeliuliza. Kikubwa nadhani
tunasema wazazi wanakuwa wawili, haiwezi katokea kwamba baba akawa na msongo wa mawazo na mama akawa na msongo wa mawazo. Na pia msongo wa mawazo haudumu, haui wa muda mrefu. Wakati mwingine unakaa, kuna muda ambao unaweza kujimanage na unaweza ambao possible jimanage. Pale ambapo unaona kabisa kwamba hauko sawa, sidhani kama unaweza kaa ni muda mzuri wa wewe kuweza kukaa na mtoto na vitu vya namna hiyo. Kwa pale utakapokuwa vizuri, then unaweza kaongea naye. Na unaweza kumwambia it's okay kwa mzazi kwamba mwanangu, leo sijisikii vizuri, naona hali yangu haiko sawa. Kwa sababu pia hata mtoto ajue kwamba kuna wakati mzee naye waga anajisikia vibaya, kuna wakati mzee naye kuna kuaga anakuwa yuko down, kwamba kuwa down it's okay. Kwa huyu mtoto pia unaanza kumfundisha pia kwamba pale ambapo anajisikia it's okay not to be okay, anaanza kujifunza kwa kumbe na mimi kuna wakati naweza nikajisikia vibaya na ni sawa tu, ili asianze kujificha na kusuppress zile hisia zake. Ili pale ambapo kukiwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo pia unaweza kuona mfundisha mtoto kwamba sio vizuri kuficha mambo yote, zile hisia zako usizisuppress. Ukizisuppress kuna wakati mwingine unaweza kuleta matatizo mengine zaidi. Kwa hiyo kwa kuto kusuppress zile hisia zake pia unaweza kugundua kama kuna jambo aliko sawa, lakini pia inakuwa ni hatua moja au hatua ya awali ya kumsaidia huyu mtoto kuweza kukabiliana labda maybe na matatizo mbalimbali yanayotokana maybe na misongo ya mawazo au na matatizo ya afya ya akili ambayo siku hizi imekuwa kama ni changamoto kubwa. Kwa hiyo nadhani kikubwa ni hicho ambacho mzazi unaweza kumwambia, na it's okay, ajue kabisa kwamba leo baba hayuko sawa. Na kwa nini hayuko sawa? Kuna siku atauliza kwa nini hauko sawa, kwamba mwanangu kuna changamoto ziko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini wakati huo yeye hayuko sawa, kuna wakati huo mama anaweza akaongea naye au ndugu mwingine anaweza kaongea naye na kumsikiliza. Kwa pale tutakapokuwa sawa, atataka kuuliza zaidi. Kwa hiyo kutokea pale tunaanza kumweka mtu ambaye anaweza kawa stable sasa, kwamba okay, kumbe na mimi naweza nikaelezea hisia zangu kama ambavyo nimesema it's okay not to feel okay, kwamba lazima aanze kujua the very young age, kwa sababu kumbe hata baba naye kuna wakati anakuwa down, kumbe hata mama naye kuna wakati anatakuwa down, kwa sababu most of the time tumekuwa tukiwaaminisha watoto kama vile sisi ni kama vile yani sisi tunaweza kila kitu, yani kwamba hakuna kitu ambacho mimi siwezi, yani wewe uko umenyooka moja kwa moja, kwamba no, kuna wakati na mimi nakuwa down, kuna wakati ninakuwa niko chini, nahitaji nguvu, nahitaji na mimi kusaidika. Kwa kama nahitaji kusaidika, maana yake na mimi nahitaji labda na nyinyi mnaweza mkaa pale kwa hivi na hivi na mkiona hivi labda kitu gani kifanyike. Kwa hiyo anaanza kujua at the very young age, na hata baadaye akishakuwa mtu mzima nadhani itaweza kumsaidia. Okay. Kwa wale ambao wazazi unakuta ana hasira alafu anazipelekea nyumbani, tuliwashauri vipi namna gani ya kuboresha mahusiano? Unakuta kuna mzazi akifika ile nyumbani watoto wanakimbia, kwa sababu mzazi anaweza akahamishia hasira zake na msongo wake yaliyomkumba huko akapeleka nyumbani, kamjibu vibaya mkewe, kama ni mke basi kawajibu vibaya watoto au mfanyakazi. Kwa watoto wala kama mama hayuko sawa, kwa wanawajengea leo watoto hofu. Namna gani tunaweza kuboresha mahusiano kwa wazazi wenye hizi tabia? Nadhani kikubwa ambacho tunataka kufanya kwamba kuweza kujua kwamba chochote tunachokifanya kina athari chanya au hasi. Kwa chochote tunachokifanya kina athari chanya au hasi. Kwa kumbuka kwamba huyu ni mtoto ambaye kuna wakati mwingine yeye anaweza kaa hausiki moja kwa moja. Kwa mimi nadhani the best way ni wewe kuweza kuamba bana, kwa sasa hivi sijisikii kuongea, kwa sasa hivi nipo kwenye hali ambayo sio, kwa sababu mwisho wa siku ni kama vile unaweza unamtwisha mzigo mtu ambaye hakuhusika hapo. Unaona, kama ambavyo umesema kwamba kuna watu wengine kwamba msongo wa mawazo anausafirisha kwamba yeye labda amefokewa na bosi wake ofisini, basi naye atamfokea secretary naye atafokea mlinzi naye anaweza akafokea hata wageni wanaokuja pale, lakini huyu mlinzi naye atatafuta pia mnyonge wake mwingine, naye atafokea mke wake nyumbani, mke naye atafokea dada wa kazi naye atakuja atafokea watoto. Kwa hiyo unakuta inaenda mtoto naye mwisho wa siku hana mnyonge, atapiga mbwa, atabonda mawe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaenda sasa vinahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini sasa sisi kama wazazi na walezi lazima tujue, ndio maana Biblia inasema kama nyinyi mlio waovu, kama mnaweza kuwapa watoto wenu vilivyo vyema, sembuse baba yenu wa mbinguni. Kwa hiyo kuna wakati sisi kama wazazi lazima tuweze kujua kwamba huyu mtoto kwa namna moja ama nyingine anaweza kawa hausiki. Kwa kama hausiki, manake lazima mimi nijitafute na nione ni namna gani naweza nikakaa sawa, kwa sababu kila mmoja ana zile tunasema stress coping mechanism za kwake. Kwa hiyo namna gani unaweza kutuliza msongo wako wa mawazo na kukaa sawa, ili sasa mwisho wa siku utakavyoenda labda nyumbani usiweze kuwa tatizo kwa watoto, au kaanza sasa mwisho wa siku kuwaadhibu kwa makosa ambayo wao hawajashiriki kuyafanya.
Kwa kumalizia hichi ambacho tumejifunza, ipi ni rai hasa katika msingi ambao tumeujenga, mawasiliano na mahusiano katika malezi na makuzi ya watoto, hasa kwa walezi na wazazi? Kikubwa nadhani kama ambavyo nimetoa ile nilinukuu kwa Kiingereza kwamba at the end of the day what will matters most is not what you live with your child but what you live in your child, kwamba mwisho wa siku kitu kitakachokuwa kina mashiko zaidi sio vitu ulivyowaachia watoto wako but ila kile ambacho umekiacha ndani ya watoto wako. Kwa hiyo umewatengenezea kitu gani kwenye vichwa vyao na umewatengenezea uwezo gani ambao wanaweza wakajisimamia, kiasi cha kwamba hata utakapoondoka basi una uhakika kwamba hawa watoto watakuwa ni watoto imara. Kwa hiyo sisi kama wazazi na sisi kama walezi, kwa hiyo tunaitwa kwamba kuwekeza zaidi kwenye kuwasaidia hawa watoto waweze kujisimamia, namna gani wanaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali, na waamini kabisa kwamba changamoto ni sehemu ya maisha. Kwa sababu kuna wakati wengine wazazi wengine tunawalegeza sana watoto, kila kitu anachokihitaji unampatia. No, kuna wakati mwingine lazima mtoto ajue kwamba kuna kupata na kuna kukosa na kuna changamoto katika maisha, na hizi changamoto hazikimbiwi. Hakuna namna utakimbia, hakuna namna unaweza kasusa. Sometimes unasusa, unazira. Maisha hayaziri. Ukizira bado, baada ya kuzira kuna maisha, utatakiwa tena uendelee kuishi. Kwa hiyo lazima watoto waanze kuandaliwa. Kwa hiyo kwa kuandaa, kwa maana yake kutengeneza ile mahusiano vizuri, kwa kufanya hivyo tuna uhakika basi hawa watoto watakuwa ni watoto imara na ambao watakuwa ni wazazi wazuri pia kwa kizazi kijacho. Neno la hekima na kipindi kijacho tutajikita wapi? Ambacho naweza nikasema ni ile tunatoa tu ile kutoka kwenye Mithali 22:6 kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo naye hata iacha hata akiwa mtu mzima. Maana yake unamlea mtoto katika njia ipasayo, sio katika njia aitakayo yeye. Na kipindi kijacho tutajikita wapi hasa? Kipindi kijacho tutazungumza zaidi kwenye eneo la ulinzi na usalama wa mtoto, kwamba mtoto, kwa sababu tunasema mtoto anatakiwa ni mtu ambaye hawezi kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo tuone namna gani mtoto anaweza akalindwa maybe kwenye vitu ambavyo vinaonekana, lakini pia akalindwa hata kupitia tunazungumza sasa hivi ulimwengu wa kidijitali. Ni namna gani tunaweza tukamlinda mtoto na hizi exploitation zilizopo kwenye mitandao huku na vitu vya namna hiyo. Basi asante kwa wewe ambaye umeendelea kusikiliza Watoto Church. Kwa juma hili tunaishia hapa. Kipindi kijacho tutaangalia ulinzi na usalama wa mtoto. Ni kuage tu, kwa heri mpaka tutakapokutana wakati ujao.